Watoto Bwana asifiwe. Sasa kutoka hapo nisione mtoto akitoka hapo. Si mmetoka nje saa hii? Mtulie wapi? Tunaingia katika neno. Ambia watoto, mtoto ambia huyo mwingine tunaingia katika neno. Amen. Bwana asifiwe. Na makelele na vita sitakikaa chini. Usivurute hapo, utulie. 2 Timothy. Timotheo wa pili 2. Na neno letu siku ya leo ni ya kwamba kuwa chombo cha kufanya kazi ya kuheshimika. Haleluya. Madani ya gosu. Chombo cha kufanya kazi ya kufanya nini? Ya kuheshimika katika mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Sitaki tupotee kwenye tulikuwa. Nataka dhimu yetu ni kuwa chombo cha kufanya kazi ya kuheshimika katika mwili wa Kristo. Na tutaiona katika Timotheo wa pili 2. Tuenende pale katika mstari wa 20. Nataka umakinike na usikie jinsi ambavyo Bwana anataka kunena na moyo wako, na usikubali huyo mwingine alale. Kuwa mwangalifu kwa huyo mwingine. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema hivi kuanzia mstari wa 20. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Tunaongea juu ya nyumba kubwa. Neno la Mungu linasema katika nyumba kubwa kunazo vitu nyingi. Kuna dhahabu, kuna za fedha, kuna bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina. Na ndiposa nilikuambia on coming Sunday nitakufunza kwa vyombo ambavyo viko katika nyumba kubwa lakini havifanyi kazi ambayo ni njema. Na inatupasa ukiwa katika nyumba kubwa uwe mmoja ambaye anayefanya kazi inayotakiwa na mwenye nyumba. Bwana asifiwe. Nataka uone ukiwa kwako, mtu akitembea kwako. Mtu akitembea kwako lazima akae na manners. Lazima kuna rooms hawezi ingia. Hello? Kuna vinyumba zingine za ndani hawezi fanya nini? Na ukiona mnapitana mipaka, unafanyaga aje? Ukiwa wewe ametembea na ni kwa kwenu, sasa amekaa amezoea hapo, mtu anafanyaga aje? Hebu niambieni, unaonaga huyu vile mipaka ameanza kupita, naona tunaweza koseana nini? Na juu nataka heshima idumu, unafanyaga aje? Hata unaweza muongelesha na uko kwako, na naye ametembea, anaongea ni kama uko kwake. Haleluya. Kimwambia usipike ugali, hata wewe uko na mikono. Nakelea chai, hata wewe uko na mko katika nyumba. Bwana asifiwe. Kwa nini naongea hivyo? Nataka kukurudisha katika nyumba moja ya Kristo. Vyombo zilizokutanishwa pamoja kwenye nyumba kubwa. Kwa sababu mwili wa Kristo uko na upana wake. Mwili wa Kristo uko na viungo vingi. Tumetoka hapo. Bwana asifiwe. Na neno la Mungu limetuelezea hivi, hizi vyombo hazifanani. Hizi vyombo hazifanyi kazi moja. Na that's why tuna viwango. Hii kiwango ni cha hii kazi. Kuna hiki kingine. Na imagine katika hizi vikundi zote, katika Gershoni, Merarites na Kohath, kuna watu hawako kwenye hizo vikundi, bado wako nje ya hizo vikundi, wanafanya kazi kinyume na vile hizo vikundi zinafanya. Nataka unishike hapa. Kuna wenye hawako kwa Merarites, kuna wenye hawajaingia kwenye Gershoni, kuna wengine hawako kwa hizo Kohath. Na si ati kwamba katika hizi vikundi vitatu hawavimo ndani ya hiyo. Wako hapo, wako ndani ya hiyo nyumba, lakini kazi zingine zenye wanafanya hazifai kufanywa kwa wenye wako kwa hiyo nyumba.
Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka ujiulize swali ambayo wengi hawataki kuulizwa. Je, mimi ni chombo gani katika mwili wa Kristo? Katika hii nyumba kubwa niko na faida gani? Kwa sababu sitakubali kuwa situoma. Haleluya. Niliwaambia unaweza kuwa umenyamaza hivi na kuna kazi kubwa sana unafanya katika mwili wa Kristo. Maana katika hiyo nyumba kubwa kuna vyombo vingine zinaonekana ni kama hasiza maana. Katika mwili wa Kristo kuna viungo vingi, vingine zinaonekana ni chachu. Yaani ni dhaifu. Bwana asifiwe. Zinaonekana kana kwamba ni dhaifu, lakini katika mwili wa Kristo na hiyo dhaifu yao kuna kazi wanafanya. Haleluya. Kwa hivyo hakuna kiungo hakina kazi. Ndiposa nimekuambia hii nyumba kubwa kuna viungo mingi. Tuenende verse 21. Inasema hivi: basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Bwana asifiwe. So nataka kunena kwa chombo kilio tayari kutengenezwa na mwenye nyumba, chombo kilicho tayari kusafishwa, ili hicho chombo kinamfaa mwenye nyumba kufanya kazi nacho. Na ndiposa hapa 20 imetuelezea hivi katika si yake: vingine vina heshima, vingine havina. Bwana asifiwe. Kuna vyombo vingine viko na heshima, vingine havina. Wewe ni nani katika nyumba ya Bwana? Katika hizi vikundi kuna watu hapo wako na heshima, kuna vyombo vingine hazina heshima katika hiyo nyumba. Na ndiposa Bwana akawaambia, waambie wajiweke wazi, ni wasafishe, wawe watu wa kuheshimika, ili wawe vyombo za kuheshimiwa na mbingu. Bwana asifiwe. Lazima ukubali na useme, kuanzia leo natamani kuwa chombo ambacho kinamfaa mwenye nyumba. Haleluya. Maana wengi hawana heshima na mwenye nyumba. Na huwezi tumia chombo kilicho na uchafu. Asubuhi tuliambiwaje na Bwana? Jiwekeni wazi, maana mioyo yenu naielewa, ninaijua. Hivyo ndivyo Bwana alitunenea. Siwezi ingia nyumba iliyojaa uchafu. Haleluya. Nahitaji vyombo vilivyo tayari. Na ndilo hili neno ambalo linatuelezea ya kwamba basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga na hao. Unafikiria ni kina nani unakuwa ujitenge na hao? Kama mtu amejitenga na hao. Haleluya. Halo. Ndiposa uweze kufanya kazi na mwenye nyumba, lazima uwe chombo moja ambacho kimejitenga na hao. Katika hii wiki yenye tumemaliza, tumekuwa tukijifunza juu ya watu walioteuliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Na tumekuwa na funzo, kuteuliwa ni kusema nini? Kuteuliwa ni nini? Na ndiposa siwezi torokea hii topic juu ndio bro wa Bwana ameachilia. Hii wiki yote tumekuwa tukijifunza. Watu wanasemaga Mungu ameniteua. Unajua maana ya kuteuliwa ni nini? Do you know the meaning? Watu wengi wanasema wameteuliwa, lakini hawajui kuteuliwa ni nini. Na ndiposa hili neno linasema ya kwamba basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga na hao. Kitu kiliyoteuliwa lazima kijitenge. Kuna mambo unastahili kujitenga, maana unajijua I'm the special one. Bwana asifiwe. Mimi ni chombo teule. Kwa hivyo lazima nijitakaze. Lazima nijitenge na uovu. Mtu aliyeteuliwa na Mungu, ulimi wake unakuwa umetakazwa.
mawazo yake inakuwa yametakazwa, miguu yake inakuwa imetakazwa. Bwana asifiwe. Chochote, moyo wako lazima ukue wazi, maana mwenye nyumba ako na vyombo nyingi, na tumeelezewa zingine za kufanya kazi ya heshima. Haleluya. Na zingine zinafanya kazi isiyo. Bwana asifiwe. Wana mundu akerumana toto tereva ndeige kaina ngoma na mwele kuringana na uria araterefwo, na we wana mundu agicukana wana mundu agicambania toto tereva ndeige kaina ngoma na mundu athia kuringana na uria araterefwo. Wana mundu akihoya lote, wana mundu akiruga tondo tereva ndeigire kaina ngoma na mundu athia kuringana na uria araterefwo. Wana mundu akiigua uiru, wana mundu aiyo hika tereva ndeigire kaina ngoma na mundu athia kuringana na uria araterefwo. Haleluya. Dereva ni wangapi? Kwa hivyo msiwaone vibaya na msiwarushe. Katika hii nyumba iko na vyombo mingi. Halo. Chenye kiko ndani ya mtu kinampeleka. Maana madereva ni wangapi? Je, uko katika nyumba kubwa? Who is driving you? Nataka hili swali. Nataka umwambie Bwana, unapoachilia huu ujumbe, unaponena nami, nifinyange Bwana. Nifanye vile upendavyo. Wacha nisiwe mtu tu wa kawaida. Nifinyange. Bwana asifiwe. Nataka katika maisha yangu unielekeze. Kwa hivyo utakachokiona mtu akikifanya kitakupatia picha kamili. Who is driving that man? Who is driving that life? Kamili. Chenye nitaona umetoa kwa mdomo kitaniambia who is driving you. Lakini neno la Bwana linasema mtu akijitakaza na ajitenge. Kwa hivyo ni kusema diposa uwe chombo ambacho kimeteuliwa, lazima ujitenge. Ili ufanye kazi iliyo ya heshima, lazima ujitenge na hao. Haleluya. Ili mwenye nyumba aone hiki chombo kinanifaa mimi nitumie. Haleluya. Nataka uone katika kitabu cha Luka 5. Neno la Mungu linasema ya kwamba naye Yesu akafika pale baharini, akapata kina Simeoni ni kuosha wanaosha nyavu zao. Neno la Bwana linasema na hizi marikabu mbili zilikuwa kando, totarotwale kwando. Akatazama zilikuwa mbili, akaona moja, akachagua ya Simeoni. Akamwambia Simeoni, kuja hii peleka hapa, nataka kuitumia. Bwana asifiwe. Katikati ya watu wengi, kwa nini Yesu aliona ya Simeoni? Nataka urudi pale nyuma mahali tulisoma neno ya kwamba katika hizo viungo ameziunganisha zote katika mwili moja, na kila kiungo akakiweka mahali kinapostahili kuwa. Huwezi nitoa mahali Mungu ameniweka, because I know my work. Ukijua kazi uliyopatiwa na mwenye nyumba, hakuna mtu atakuondoa. Wataongea mchana, usiku watafanya nini? Haleluya. Ukisema mimi hata niliona wananiongea, hata siwezi, uko bado hutafiksiwa, ndio raha rukaweka bio. Tukana deregirana, kuna mahali imebakia. Ushaiona simu kama chaje yake si nzuri, ukiweka ili charge kama iko na nini moja iko na shida, huwa haichukui nini? Bwana asifiwe. Na mnasubuana nayo. Hivyo ndivyo mtu anakuanga kabla hajakubali to be fixed kabisa kwa roho wa Bwana. To be fixed kabisa katika mwili wa Kristo. Kuna kuwaga na utatanishi mwingi. Mtu kabla hajajitakaza na hajajitenga, kuna kuwaga
kuwaga na mvuruto mkubwa, kuna kuwaga na vita nyingi. Lakini aliyejitakaza na aliyejitenga, hata mambo gani ikuje, hata waongee, hicho chombo kinakuanga kimejitakaza na kinakuanga tayari. Anajuaga nilijitenga. Kujitenga kwangu vita najua ni nyingi. Kama hujajitenga huna vita. Bwana asifiwe. Kama hujakubali kujitakaza huna vita. Kwa nini watu waliojitakaza kufanyia Mungu kazi wako na vita? Kwa sababu walijitenga na vikundi hivyo. Kwa hivyo kuna kitu moja nataka kukuambia. Wakati utakapojitenga, ukiwa chombo moja kwa hiyo nyumba na ujitakaze, hautatakazika tu ukae hivyo. Maana mwenye nyumba kuna ile kazi anataka kukupatia. Hakuna kitu baya tangia uokoke na unajua wewe ni chombo cha aina gani kwenye ufalme wa Mungu. Umefanya kazi gani kwa Mungu? Wewe ni chombo gani? Je, ni cha kuleta heshima ama ni ya kuleta aibu? Katika ufalme wa mbingu, mbingu inapotazama vyombo vilioko ndani ya nyumba kubwa, je, kunayo heshima unaletea ufalme wa mbingu? Je, ile kazi umeelekezwa kama chombo na kuwepo chini ya uwepo wa Jehova ni kukaa tu ama kuna heshima? Mungu atusaidie. Tuwe vyombo vilivyo tayari kufanya kazi na mwenye nyumba. Tuwe vyombo vilivyo tayari kutakazwa. Lakini wacha nikwambie, kuna shida na kuna ugumu. Kwa sababu mwenye nyumba jicho lake linaona sawa sawa. Hauwezi jificha yeye. Kuna kazi huwezi patiwa kama hujajitenga. Kuna kazi huwezi aminiwa kama hujajitakaza. Haleluya. Maana mwenye nyumba ni mwenye heshima kuu. Mwenye nyumba ni mwenye mwangaza mkubwa. Mwenye nyumba ndiye mwenye mwangaza. Kwa hivyo akiwa katika kutazama watu wake, hizo vyombo viko ndani ya nyumba, lazima atazame aone, hichi chombo kinanifaa. Nenda weshirie. Je, mbingu inaponitazama, who am I in the kingdom of God? Mimi ni chombo gani? Ama ni aibu tu? Je, kunayo heshima ninaleta katika ufalme wa Bwana? Je, kunayo heshima ambayo inaonekana na mbingu, ambacho mimi nikiwa chombo ninawaheshimisha? Kuna wengine mbingu ikiwatazama ukianza kuongea, Roho wa Bwana analia tu. Huzuni maukulia tu. Maana hawakuwa chombo cha kufanya kazi sio njema. Bwana asifiwe. Na mtasimama nikiona unalala. Najua watu wakati wanataka kusafishwa inakuwa ni shida. To shetani ni kuwamanyitire. Mara kwa nimale karalia kanisa. Siliwapia watu walioalikwa kwenye nyumba kubwa wakaingia. Naye mwenye nyumba akakuja, akaona watu wamejaa, lakini akatazama kuna watu ambao hawana mavazi. Lazima mwenye nyumba aliyetukufia msalabani, lazima aliyetoa gharama kwa ajili yetu sisi, tuwe ni watu waliolipiwa gharama ambayo ni ya kumheshimisha. Itora lia kwa nyuma koyatia. Watu wa kwenu wanakujua mama buta ama wanakujua nani? Ile ploti wanakaa wanakujua kama nani? Mahali unafanyiwa kazi, unafanyaga kazi, je, wanakujua kama nani? Who are you in the kingdom of God? Wewe ni nani katika nyumba ya baba yako? Wewe ni nani katika nyumba yako? Ni mtu wa makasiriko. Najua mtu wa kasiriko hafanyagi kazi na Mungu. Bwana asifiwe. Na ndiposa huwa tunafanyiwa kazi na Bwana mpaka tuwe vyombo ambavyo vitakuwa vya heshima. Mungu hawezi teua vyombo ambavyo vitakuja kumheshimisha, zikuje zimuharibishe. Badala ya heshima ni kuharibisha injili. Hii injili imeharibishwa na wengi waliokataa kutakazwa, waliokataa kujitenga. Maana lazima hii injili
ihubiriwe na watu waliojitenga. Hii injili lazima ihubiriwe na watu waliokubali kutakazwa, ili mwenye neno apate ufunuo wa kuweka ndani. Bila kujitakaza, no more revelation. Watu watasoma injili kama novels. Tutazisoma Biblia kama storybook without any revelation of the Holy Spirit, kwa kukosa kujitakaza. Maana Roho Mtakatifu haezi ingia kwa chombo ambacho kimejaa uhaini ndani. Haezi kubali. Haleluya. Na ndiposa tunaambiwa kujitenga, ili uwe chenye huwa unataka, ili maono yako iweze kukamilika. My brother, my sister, lazima ujitange. Unajua zile vikundi unauganaga nazo. Haleluya. Unajua ndiposa Mungu atume Musa pale Misri. Alimwambia Musa, vua viatu zako. Ilimbidi avue viatu, maana mahali alipokuwa amekanyanga palikuwa pametakazika. Unajua zile viatu bado Musa alitoroka nazo kwa ile nyumba ya kifalme ya Farao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo zilikuwa na unajisi, zilikuwa na miungu migeni. Bwana akamwambia, vua hizo viatu, ili Bwana akuingize katika utakatifu wake, katika ukweli wake. Lazima utakazwe, lazima utakazike. Si kutakazwa tu kwa mdomo. Halo. Mungu ni mwema. Kujitenga. Ujitenge, ufanye kazi iliyo njema. Mtu akijitenga, hautakuwa na ile hali ya kusikia maneno. Ungekoma wewe murogotania vitu ambazo hazina faida, zinakuwa kama kidonda. Hata ukilala, uchafu uliosikia wa maneno inakunajisi. Mtu aliyetaka kuwa chombo cha kuheshimika, jiepushe na ukimbie kwa kila maneno inaweza kuwa itanajisi moyo wako. Wengi wetu Bwana amejaribu kutunasua katika mitego ya kujinajisi, lakini hatusikii. Na kuna kitu nataka kukukumbusha: jitakaze, jitenge, ili ufanye kazi ya kuheshimiwa. Hapo nyuma, Bwana asifiwe. Amen. Tangu uokoke unafanya kazi ya heshima au unafanya kazi ya aibu? Ujiulize, tangu niokoke, tangu Bwana anipiganie vita, tangu Bwana anitoe kwa vifungo, tangu Bwana aniondoe kwa kulala njaa, maana nilikuwa nalala njaa, hata nje nilikuwa nafungiwa nyumba. Je, katika huu ufalme, mwenye ufalme ananiona nikiwa chombo gani? Je, katika ile mitaa wanaokaa wanakuelewa aje katika kazi ya msalaba? Mwenye nyumba ako na kicheko, ako na furaha, ama ako na huzuni juu yako? Nataka ujiulize hiyo. Ukiwa kiungo kimoja katika mwili wa Kristo, uwe mai. Je, iguru ne kwirira rerira liko jagura? Iguru ne kwirira rerira niko kurehe kigogona ini. Unajua kuna mtu anaweza funguliwa, Mungu aulize, huyu nilimleta wa nini afunguliwe? Amefunguliwa, ameanza kupiga mwenye alimfungua. Okora gaini arerira. Deshiragie goka manyitane guoko matungate. Kumbe kile kimuhorete niki arahura. Ngai akerira. May the Lord help us. Maana tulifunguliwa kwenye minyororo, tulitolewa kwenye makaburi ili tufanye kazi iliyo njema. Wakati ambapo tulikuwa kwenye vifungo, hakuna kazi tungefanya. Na ndiposa niliwaambia, wenye wanakuaga na midomo sana ni waliofunguliwa. Wenye hawajafunguliwa bado wako in a process. Makirete ogwe ne kama ndedo dukata tuajiruereza ni Jehova ajiruwe Mario hao. Haleluya. Nataka tu maisha yangu Bwana tu anifungue. Ni kama leo ni ajabu bati. Mungu tu anipa. Lakini hiyo adilishiwa.
wakatolewa kwa mashimo, wakainuliwa tu. Hey. Ukiona mtu ako na mdomo ya kupanuka ya vita, tu amefunguliwa. Baba waje wako tu hapo. Na ndio bila unaona hivyo mnanyamaza. Hata Mungu akimfanyia kazi mwenye famaze aje. Lakini muwe ni watu wa kufanya kazi ya heshima. Mujitenge. Mtakazwe ili mfanye kazi inayomfaa nyinyi na inayomfaa mwenye nyumba. Bwana asifiwe. Bwana anasema hivi katika, wacha nirudie 21 yote. Basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kwa hivyo ilifanye kazi na Jehova. Bwana asifiwe. Lazima ukubali kusafishwa. Kama unataka Mungu akuaminie kazi katika huduma yake, wacha pa. Hiyo haimfai mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni mtheru, ni mthigu, na ihorete uhoro wama. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wengi wamelala kaburini na vipawa walikuwa nazo. Unajua kuna watu wengi walilala na walikuwa na maono kubwa. Sije wakuwa na maono, lakini kuna mikakati ili mwenye nyumba akuheshimishe na afanye kazi na wewe. Lazima ukubali kusafishwa. Neno la Mungu linasema mtu yeyote akikubali kusafishwa atafanya kazi na mwenye nyumba. Gaimito timorea nilimuru. Datea nagira maovi. Haangaliagi matajiri na wasio matajiri. Haangaliagi walio kiwango cha chini na walio juu. Wote anafanya kazi na wao kwa umoja, kwa ajili ya ukamilifu wa mwili wa Kristo. Ila tu utakuwa chombo kilichojitenga, kilichosafishwa, ambacho kinamfaa Mungu. Uliza mwingine, wewe unamfaa Mungu? Haleluya. Hebu muulize, unamfaa Mungu? Bwana asifiwe. Lazima umkumbushe. Lazima ajielewe. Maana ni chombo kinachomfaa Mungu ili afanye kazi nayo. Ni ushindwe ujiulize, kwa nini Mungu asinifunulie siri? Juu nikifunuliwa siri katika kanisa mzima, hata kama si za kibibu, hakuna mtu hatajua. Haleluya. Ngai ni mwega. Ngai ni mwega. Ngai ni mwega. Ni mwega wa tondu ni ahonoketie. Ni ahonoketie. Ngai wakwa ni ahonoketie. Goimame. God is so good. Kena hujui hakuwa tu kwa Sunday school na wewe. It's so good for oh, Mungu yu mwema. Mungu yu Mungu yu mwema. Yu mwema kwa maana ameniokoa. Huyu Baba ameniokoa kutoka dhambini. Bwana asifiwe. Chombo kilichotengwa, chombo kilichokubali mwito. Wewe ni chombo kilichokubali mwito kuheshimu mbingu ama ni kudharaulisha mbingu. Kuna watu wanaweza kuja watake kufanya kazi ya Mungu hapa wasifanye. Maana kuna chombo zingine zinafanya kazi sio ya heshima. Wako tu kwa mlango. Kodoreke, huko kunafanyangwa. Haleluya. Huko hakupitishangwi, hapa kunafanywa. Kuwa chombo ambacho kiko tayari kumheshimisha Jehova. Usiwe kwa marango. Haleluya. Usiwe kwa marango unafanya kazi ambayo si ya heshima. Hakuna kitu baya ukiwa kwa marango unafanya kazi isiyo mheshimu mwenye nyumba. Kwa sababu mwenye nyumba akishuka, lolote laweza tokea. Niliwaambia tuko viungo vingi, tuko katika mwili moja. Bwana asifiwe. Na lazima tuheshimu huo mwili.
Lazima tuheshimu Kristo. Lazima tuheshimu Jehova. Lazima tuheshimu kazi ya msalaba. Lazima tuheshimu mwenye nyumba. Lazima ukue chombo moja ambacho kimekombolewa, na sio kukombolewa tu, chombo kilichosafishwa, na sio kusafishwa tu, ni chombo kilichotengwa, na sio kutengwa tu, chombo kilio tayari kufanya kazi na mwenye nyumba. Haleluya! Kukombolewa na mizizi ya kwenu, kukombolewa na kila vifungo zote, maana mwenye nyumba ako kazi na wewe. Mahali umebakisha kukombolewa, mwambie Bwana, I surrender to you, nikomboe Bwana. Kuna nafasi nasikia kabisa sijakombolewa. Hii kwanza kwa kuwaza watu vibaya sijakombolewa. Kunena kinyume sijakombolewa. Haleluya. Kwa vita sijakombolewa. Hypocrisy sijakombolewa. Wivu, ninasikia kabisa siko tayari. Bwana asifiwe. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nishike mkono. Mwambie Bwana, niko kwako, nifanyiwe kazi na wewe. Ninataka kuwa chombo kilio na heshima mbele ya mbingu. Nataka kuwa chombo. Unajua wengi wetu inatupasa tulitengwa na dunia, tukaletwa kwenye nyumba la Mungu ili tuheshimishe mbingu. Na ndiposa nilikuuliza, ujiulize hivi, kwa nini nikatengwa na raha za dunia? Kwa nini nikafunguliwa kutokana na pombe na umaraya wote? Je, mwenye nyumba ako na haja na mimi? Je, mwenye nyumba anataka nifanye kazi gani? Jisafishe uwe safi. Huwezi fanyia Mungu kazi Mungu mmoja ikiwa kwake, ingine iko kwa shetani. Kaida tina gerio mugate. Haleluya. Amen. Na nikyo Jesu eliya ndwara mathiaga Emau ni mugate wa muoyo. Hindiria menyoreire makehiko kama hitho. Mugate ucio wa uria no mwakũhingũke maitho. Haleluya. Amen. Wakati walifunguka macho wakaelewa kumbe mwenye tulikuwa naye kwa safari alikuwa Yesu na akatoweka. Yesu anataka tufunguliwe macho na mkate. Mkate ni neno lake. Kubali kula mkate ukiwa mzima. Kubali kupokea neno likufanyie kazi. Wacha kupokea neno ukibadika wengine. Ati ni hao walikuwa wanaambiwa, what about you? Je, wewe ndiye mtakatifu? Haleluya. Amen. Wacha kuchukua neno usiwekele kwa kichwa cha mtu. Pokea neno useme, nifanyie kazi. Mimi ni chombo. Sijajitenga na mambo mingi. Sijajitenga na midomo mingi. Kwa hivyo nataka kwazi jema. Hata madhabahu ikiwa ni ya utakatifu, uweze kubaliwa kufika hapa. Haleluya. Gumu inakuwa ngumu. Ngai ni mutheru. Uthijeni ni mutheru. Mutugo wa Ngai ura tutugataga ni mutheru. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuwa chombo cha kuheshimisha mbingu. Jitenge sasa. Miaka ni mingi ukisema nimeokoka. Miaka ni mingi ukisema maono. Miaka ni nyingi ukisema ndoto. Je, hizo ndoto zako ziko na faida gani katika ufalme wa Bwana? Tunahitaji ndoto zinazozaa mambo yaliyo mema. Hatutaki ndoto mikembe tu. Tunataka ndoto ambazo tunaombea izalie Mungu mazao. Siku mete mchungu sema tu tulionyeshwa maono. Ulionyeshwa maono, uliyaombea. Haleluya. Wakati ulikuwa in the front line, katika karibu na mchungaji na karibu na madhabahu, ulikuwa unaongea mazuri. Maana laini ilikuwa clear. Wakati ulianza korokoro ikawa likiki. Bwana asifiwe. Nataka uanze kama kitambo. Kama mtoto mdogo alipookoka, anakuanga tayari kusikia na kuona vile Mungu ako na yeye. Tusizoe wokovu. Tusiwe watu wa kuzoea. Tusiwe watu wa kuzoea Mungu. Mungu hahitaji wokovu wa miaka iliyopita. Mungu anafanya ufanyie, anataka ufanyie huo wokovu wako kazi sasa. Haleluya. Sio kesho. Anza kufanyia wokovu wako kazi.
wa dunia. Jitenge na mchafuko wowote ili uwe kitu kinamfaa mwenye nyumba. Mwenye nyumba huwezi mliletea sahani iliyojaa takataka. Kayuka ganyeti mudheru. Haleluya. Kuwa chombo kinamfaa mwenye nyumba. Kuwa chombo ambacho, hebu angalia mwenzako mwambie uone kama analala. Hebu muangalie muulize, tumekuja kulala na ndiposa tunafanywa kazi, vyombo zinazofanywa kazi. It is the time of deliverance to the good work. Bwana asifiwe. Amen. To the good work. Hata ukikaa hivi ili zako za kiroho ziko juu. Maana wewe ni chombo kilichoheshimika. Hakuna kitu ambacho mbingu inakuficha. Ukiwa katika madhabahuni mwa Bwana, watu wakijifichia madhabahu, wewe hauko kwa usingizi. Kuwa chombo cha kufanya kazi na mwenye nyumba. Wacha kuwa tu hapo. Don't be a seat warmer. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Upendo ule ule, upendo ule wa kwanza, upendo ule ule, nayo maombi yale yale, maombi yale ya kwanza, maombi ile, nayo heshima ile ile, heshima ile ya kwanza, heshima ile ile, heshima ile ya kwanza ilienda wapi ya kuheshimu huyu Mungu? Heshima ile ya kwanza ya vyombo vilivyokuwa tayari kunenewa na mbingu kila wakati. Heshima ilienda wapi? Kwa nini tutoshane na Mungu? Kwa nini tutoshane na Roho wa Bwana? Kwa nini tuwe vyombo vilivyojaa takataka? Kwa nini tuzoee sauti ya Jehova? Kwa nini tuzoee sauti ya Roho wa Bwana anapotunenea? Na unajua wakati mtu anazoea Mungu, hata kuenenda mbele zake ni kawaida. Hata kuingia kwa madhabahu ni kawaida. Maana heshima ilisha. May the Lord help us. May the Lord help you. May the Lord help me. Heshima yangu na Bwana ile ya kwanza, upendo. Unajua kuna watu walikuwa na upendo wa Mungu. Ungelala kuamke kama Mungu hajakuzungumzia, ulikuwa unasema Bwana nitakaze. Shida iliingilia wapi? Ukiokolewa, Bwana alikuokoa uwe chombo cha heshima. Ulikuwa wa kuona giza ikiingia, mlitoshana wapi na Mungu? Kuwa chombo kilichoheshimika. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasemaje? Verse 22. Lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki. Ili uwe chombo cha kuheshimika, lazima ukimbie tamaa za ujanani. Bwana asifiwe. Ukafuate haki na imani na upendo na amani pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Verse 23. Walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo mvi, yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa huzaa magomvi. Hello. Verse 23 nataka uyasikie vizuri sana. Kama nataka kuwa chombo cha heshima, walakini uyakatae maswali ya upumbavu. Kataa maswali ya upumbavu. Wanagatea wekiduonetio. Haleluya. Amen. Nirotete maswali ya upumbavu. Ukitaka kuwa chombo cha kufanya na mbingu, epuka hiyo. Kimbia hiyo. Kikoke kiugaga na gikuyu ciuria ile ciora na gio norimu. Kogo ni kori orimu. Mwambie Bwana nisiwe mmoja wa hiyo. Oh Jehova, ila mwadhani ikoragie ciuria cio orimu baba. Bwana asifiwe. Hebu ongea, mwambie Bwana nisiulize maswali ya upumbavu. Yes, unajua maswali ya upumbavu ni watu ambao wanajifanya ni
Wewe ndoto zangu unapelekanga wapi? Haleluya. Unapata hizo ndoto unapelekaje mchungaji? Sipeleke kuanzia leo. Maswali ya upumbavu. Ungekuwa wakuletewa ndoto, ungekuwa mchungaji. Mwambie huyo mwingine ungekuwa mchungaji. Mwambie ungekuwa kuhani wewe. Hebu mwambie, mwangalie ungekuwa kuhani. Kwa hivyo maswali ya upumbavu usiniulize tena. Mimi ni chombo kilichojitenga kufanya kazi na mwenye nyumba. Bwana asifiwe. Jitenge. Fanya kazi na mwenye nyumba. Walakini ukitaka kufanya kazi na mwenye nyumba, kimbia maswali ya upumbavu. Sio ulimo wakiambiyo. Haleluya. Ati siulige shura na gioneo limo. Kimbia hizo. Maana inaleta ugomvi. Hayo maneno inaletanga vita. Hiyo maneno inaletanga kuja wewe ndio ulisema hata na mimi nikakuwa na fulani. Unaona ukikuja kuniambia fulani alifanya, uniite mkiwa na yeye hapa. Maana hapo anaongea peke yake, mliongea na yeye. Halo. Unilete. Kwa sababu maswali ya upumbavu yenye mlikuwa mnaulizana, usiwe mzuri. Ukipia wapi? Ukipia hapa kusema niletee hata yeye. Ninajua mnakulaga na yeye, mnakunywaga chai na yeye, Alex. Hata mnachaguaga na yeye Doto. Sitaki maswali ya upumbavu. Ukinipea yake kuja na yeye kama umemshika. Nimeleta dia huyo pastor. Dia ananielezeanga hivi na hivi. Ukitaka kuwa chombo kikufanya kazi na mwenye nyumba, jitenge. Na maswali ya wapumbavu kimbia. Sisi iloko ni unaigua. Kimbia maswali ya wapumbavu. Kama wewe ni mgeni yeli unataka kutumika mbele za Bwana, kimbia maswali ya wapumbavu. Kama umeokoka juzi na unasikia uko na kipawa cha kufanyia Mungu kazi, kimbia maswali ya wapumbavu wanaoulizana. Unaji okay? Don't use yake. Mwambie wewe, onyeshwa yako. Umeniona kwako? Umeniona kwako? Kwangu nisikuone. Hebu mwangalie, mwambie yuko nisikuone kwangu. Unaniona kwako? Ukuulize maswali. Wewe mwangalie. Unaniona nikikuja kwako? Kwangu sikanyange. Hebu mwangalie. Kwa sababu ni maswali ya upumbavu anakuletea. Mwambie vizuri. Aha, macho kwa macho. Vizuri sana, mwangalie vizuri. Mwambie maswali isiyoleta faida katika ufalme usilete kwangu. Hiyo milango nimefunga kuanzia leo. Maana nimekubali kuwa chombo cha kusafishwa na kufanya kazi na aliyeniokoa. Pigia Yesu makofi. Tukoroka kweli. Milango hindi. Ninyonetio. Haleluya. Ninyonetio yuko nyonetio horo waku. Alega review ni amuga ndio nile dugata. Nikebwirema nilionyeshwa. Hata nikwambie tuko unacheza na nini? Roho wa Mungu si wa kuchezewa. Ukipewa ndio Mungu anaonyeshana. Chombo kilikuwa safi. Haleluya. Kilikuwa safi. Ama katika wiki wa maneno ndio naye shetani akakuja na agent yake. Akafunua. Wakinodhie Bwana asifiwe. Nisikuone kwa mlango yangu. Ukikuja kuniuliza maswali ya upumbavu, nimekubali kuwa chombo cha kuheshimika. Haleluya. Hizo simu zizime. Disconnect your phone. Maswali ya upumbavu. Mwambie nimejua hizo simu zimekuwa na maupumbavu. Sasa mimi ni kwa kufanya kazi na mwenye nyumba. Basi ndio Anita. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Maana Jehova aliyetuokoa na akatuleta mahali pamoja, ako na kazi na sisi. Amen. Simama na miguu yako. Kimwambia Bwana nisaidie Bwana. Niwe chombo cha heshima. Mwambie Bwana nisaidie. Na vile usiogekuone. Kitu Yesu sio limo. Niwe dungata wega. Haleluya. Ndio moyo, muuliza unamjuaje huyu aliteuliwa na baba yake. Haleluya. Ndiwe wasoma wega. Weka niwe wamupite. Bwana asifiwe. Wewe ndiwe wamwamulete.
Wewe ni wewe mwetete. Maswali ya upumbavu chini ya miguu yetu. Na isikuje kwa kanyumba yako. Na kama kuna mambo inaletwa kwa nyumba yako, nimeachilia ukuta wa moto. Miguu ya kukuuliza maswali ya upumbavu kwa kazi yako, kwa nyumba yako isikanyage. Hayo malaika wa giza waende na giza yao. Sisi ni wateule, ni upateule iliyoteuliwa na mwana kondoo kufanya kazi ya kikuhani. Chukua dakika moja pia Bwana akusaidie. Nenda tu mbele za Bwana. Makas ulinyuma. Nenda tu mbele za Bwana, mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie niko hapa. Mwambie niko hapa Bwana. Siku nyingi nimefanya kazi isiyo ya heshima. Umeghadhabika na mimi. Mwambie nimekubali kufanya kazi iliyo ya heshima. Kazi ya kuwaleta wengi kwenye ufalme. Kazi ya kuombea watu wetu. Kazi ya kuombea jamii ndio Bwana anataka. Kazi ya kuinuana katika mwili ya Kristo. Mwambie Bwana nisaidie. Niwe chombo cha kuleta faida katika ufalme wa Bwana. Tunasema unaweza Bwana, maana umetunenea kama kanisa lako. Umetuambia tuwe vyombo za kuheshimika na wewe, vyombo ambazo zinayokufaa. Watu mara mingi wameokoka na hawajajijua ni kazi gani ambayo wanastahili kufanya katika hii safari ya wokovu. Naomba ukatakaze wanao. Naomba ukatakaze miguu yao. Iwe ni ya kupeleka habari njema, lakini si ya kupeleka kupotosha. Takaza vinywa vya wanao. Takaza kila roho iliyoko mahali hapa. Maana wewe ndiye mwenye nyumba. Na katika hii nyumba Jehova, kuna vyombo za aina nyingi. It is my prayer, oh my Father, ya kwamba watu walio mahali hapa watakubali na kukata kauli ya kufanya kazi iliyo na heshima, kufanya kazi iliyo njema, ya kuleta sifa katika ufalme wako. Deliver them, oh God. Washughulikie. Wewe uonaye kilindini cha mioyo, wewe uonaye ndani ya mawazo, wewe uonaye hatua za mioyo yao, hatua za miguu yao, wanapokata kauli Bwana, may you deliver your people. They are before you, oh God. Wafanye vyombo za kuheshimika. Oh my Father, my Redeemer, let them to be the vessel
of the honor to your kingdom. Katika sifa zako Bwana, ili wakuletee sifa. Wacha wengi wanapowaangalia wanawafuata. Wacha wengi wakombolewe kupitia hawa. Kuanzia leo I dedicate them, ya kwamba watakuwa chombo cha kukuletea sifa. Watakuwa chombo cha kuleta sifa katika huu ufalme. Wacha Bwana wakatengwe na dunia. Wacha wakawe kielelezo kwa roho nyingi ambazo hazija kujua. Ayati ya kushabidia mwili wa Kristo. Ayati ya kuholidia mwili wa Kristo. Maana ni viungo vingi vimeunganishwa katika mwili mmoja, ili tulete sifa katika huu mwili. Help us, oh God. Saidia kila roho iko mahali hapa, na usaidie kila roho iko online ikafanye kazi ya heshima kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakuheshimu na tunakuabudu katika jina la Baba na Mwana tunaomba na kushukuru. Pigia Yesu makofi.